Na ni kweli, lakini sasa tutafanyaje? Ni matokeo yametokea. Kwa hiyo tunaangalia pale ambapo tumeteleza, tunajaribu kurekebisha. Nimearifiwa kwamba mmehitaji ripoti ya kocha kwa mechi hizi ambazo hamkufanya vizuri. Unajua sasa hivi tuko kwenye break nafikiri ya siku 10. Kwa hiyo ni wajibu wetu kama viongozi kuomba ripoti ya kocha, yeye anaonaje timu na mwendelezo wa timu ukoje, ili kwamba tuweze kutathmini na kufanya maamuzi. Aeleze kwamba kwa nini timu haifanyi vizuri. Sio kwamba haifanye vizuri, kwa nini viwango vya wachezaji vimedrop. Kwa hiyo anapaswa aielekeze kwenu haraka iwezekanavyo. Ndio maana kama viongozi lazima tunapoona kwamba kuna sehemu ina shida, kuna tatizo, ni wajibu wetu kuomba vitu kama hivyo. Na nyinyi mnaamini kwamba kocha anafahamu vizuri? Kwa sababu yeye ndio yuko na wachezaji muda wote. Kuna wachezaji muda wote, kwa hiyo anaweza kawa na maelezo mazuri. Na viwango vinashuka. Nasema yeye kocha, ngoja kwanza tusubiri ripoti ya kocha atueleze kwa nini hichi kinatokea. Alafu baadaye kama viongozi tutakaa, alafu tutaona nini cha kufanya. Naona kama kuna moto unawaka hapo. Moto gani bana? Mimi sijaona. Mimi naona jua, hatuna mvua inanyesha hapa. Hiyo ripoti ya kocha kueleza kwamba nini ambacho kimepelekea timu kutofanya vizuri. Unajua mchezo wa mpira ndugu yangu ni mchezo ambao unachezwa hadharani. Kila mtu anaona na kila mtu anaweza akatoa sababu zake kwa nini timu haichezi vizuri. Lakini kuna wataalamu ambao wamesomea fundisha huu mpira ambao ndo makocha. Kwa hiyo mimi ninachoona kwamba tuvute subira, hao wataalamu ambao wamesomea hii kazi ya kufundisha mpira watupe ripoti yao. Baada ya ile ripoti ndo tutaona wapi pa kurekebisha, wapi pa kufanyia kazi. Sasa kama mnahitaji ripoti ndani ya siku 10 hizi na ripoti yenyewe hakutakuwa na madirisha ya usajili, kizungumza kwamba wachezaji kwamba hawatoshi, inakuwaje sasa? Hapana. Wewe hebu niambie mchezaji gani wa Yanga hatoshi pale? Sasa shida iko wapi? Labda unaweza ukaona kwamba ukatusaidia kwenye hilo. Hebu tuambie kwamba kuna mchezaji gani wa Yanga hatoshi? Wote wanatosha. Sasa shida iko wapi? Ndio maana nasema wako wataalamu ambao wamesomea ile swala la ukocha. Kwa hiyo tusubiri kocha atuelezee, alafu baada hapo tutaweza kufanya kile ambacho kinatakiwa kufanya kama viongozi. Na kuna wengi wanaoulizia bwana Faridi Musa pamoja na Shobo, hivi hawa ni majeruhi ama wako fiti? Ndio hiyo tunasubiri. Wewe subiri, tunasubiri na tumeiomba hiyo. Utaka kujua. Na hiyo tumeomba kupitia benchi la ufundi. Utaka kujua mwenendo wao ukoje na kwa nini hawachezi. Sasa kama wachezaji wako fiti na hawachezi, sasa maelekezo naweza kuzungumza kwamba viwango vyao. Sasa wewe umejuaje kama wako fiti bwana? Sasa wewe umekaa na Faridi na unamfahamu Faridi miaka nenda rudi. Umekaa na Abubakari unamfahamu Abubakari miaka nenda rudi. Ndio. Mtu akikwambia Abubakari mbovu au akikwambia Faridi mbovu, utaamini au hutaamini? Sitoamini. Mimi sitoamini kabisa hilo. Hutaamini hilo, basi subiri. Sijui kwa mawazo yako. Kwa mawazo yako mimi sijui. Sasa ngoja mimi nikueleze kitu kimoja. Ndio kiongozi. Maana wewe haya maneno yote unayoleta hapa ni kutokana na Yanga kutoka sare katika michezo yake. Ndio. Na mchezo wa mwisho ambao sisi tumecheza, wewe mwenyewe ulikuwa shahidi. Nimekuwa shahidi kweli. Pacome kakosa goli pale la wazi kabisa. Sasa alitakiwa Pedro aende pale afunge. Na Mwanengo kakosa goli la wazi. Mwanengo kakosa goli la wazi kabisa lile la mwisho. Sasa ulitaka Pedro aende pale afunge. Kama uongozi, unajua tusikae tu kusema kama uongozi ni lazima kocha. Inawezekana kuna vitu zaidi ya hivyo. Yani kuna vitu zaidi ya hivyo inawezekana. Sasa akitueleza sisi tunakuwa tunajua ni wapi pa kurekebisha, wapi pa Lakini kwa jinsi unavyoona Young Africans kwa hivi sasa, wewe ni mwenyekiti wa kamati ya mashindano hapo Jangwani. Yanga hii ni Yanga ile ya siku zote? Mpira ndo uko hivyo. Yani mpira kuna wakati mnaweza mkakuwa na kiwango cha hali ya juu, alafu kuna wakati kiwango kinashuka, kuna wakati kiwango kinaweza kuwa cha wastani. Sasa
hizo stage zote hizo wakati mnapitia mnatakiwa huwa mnafanya tathmini ya vitu ambavyo mnapita navyo. Nimesikia mshaanza vikao vya kumpata kocha mpya. Ndugu yangu, sasa hivi ndo tuko kwenye raundi ya pili ya ligi, msimu wa pili. Ndio. Tuna miezi kama 3-4 miezi ya kumaliza ligi. Na makocha wengi ambao wameajiriwa ni sasa hivi wengi wameajiriwa kwa msimu. Basi subiri, kama wewe unaona tushindi, subiri, tutakupa taarifa. Lipi neno lako kwa Yanga? Wana Yanga wao wapole tu, sisi hicho ambacho wao wanakiona na sisi tumekiona.